24 mstari wake wa 12. Tusome katika jina la Yesu. Kwa sababu ya ongezeko la uharibifu, upendo wa watu wengi utapoa. Amen. Jina Bwana tulibarikiwe. Kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, kwa Kiswahili kingine, upendo wa wengi utapoa. Amen, amen. Hii ni Yesu Kristo ambaye alikuwa na mitume wake. Maana wakati Kristo alikuja katika ulimwengu, alikuja juu ya ukombozi wa mwanadamu, lakini katika mafundisho yote hakuwahi kuacha mafundisho yalikuwa ya mema, ya kujua ya kama kila kitu kiote kina mwanzo na kina mwisho. Amen, amen. Kwa kujua sema kutakuwa mwisho, na njoo kwa maana Yesu Kristo wakati alikuwa anatembea na mitume wake katika Yerusalemu, na wakati alipoangalia wako napita pembeni ya hekalu la Bwana, akawaambia kama siku hiyo hakutakuwa jiwe litabaki juu ya jiwe lingine, na hii building yote mtaona hii yote itaenda kubomoleka. Amen, amen. Lakini Kristo ni mwalimu ambaye alikuwa anafundisha kwa mafumbo mengi kila wakati wote. Lakini wakati wa mitume walikuwa naenda nasikia hiyo, walikuwa naenda najiuliza ni kitu kana ambacho Kristo eko na maanisha. Amen. Na ikawapatia uoga kujua sema kumbe kuko siku ambayo itakuja kwenye ambayo itakuwa ni ya hatari, ambao building kama hii wao wakaitazama wakaangalia building kubwa kama hii itaanguka na kuanguka kubwa, na kutakuwa jiwe litakuwa likibaki juu ya jiwe lingine. Sasa wakati alikaa na wao katika mlima wa Mizeituni, ndio wakamfikiria kumuuliza Yesu Kristo, sasa utuambie hivi vitu vitafanyika kwa wakati gani? Amen, amen. Na dalili ya kujua mwisho wa kuja kwako utakuwa ni dalili gani? Ndipo wakaanza kuambia ya madalili zote ambazo tunaenda kuzisikia katika Biblia. Mtasikia kutakuwa kelele katika ulimwengu, vita, watu watapigana, inchi na inchi itasimama kontra inchi nyingine na kupigana, vile vyote vitafika, lakini bado mwisho haujafika. Amen, amen. Sasa katika maalama ama madalili za siku za mwisho, na ndiko kwenye alienda kuongeza na hii yenye ambayo tunasomea kwa siku leo. Asema juu ya kuongezeka kwa ubaya ama dhambi kuongezeka katika ulimwengu, na hiyo itafanya watu wengi upendo wao utaenda kupoa. Bwana Yesu atusaidie sana. Nadhani kama ukifuata hii maandiko, na ukifuata maandiko ambao Yesu Kristo yuko na adia sema katika siku za mwisho atamwanga Roho Mtakatifu akijua watu wote. Amen. Mtasikia sasa kuna utofauti unaenda kubishana pale. Dhambi zitaongezeka, lakini Bwana tena anadia sema atamwanga Roho Mtakatifu wake kwa wakati ule wa mwisho. Jina la Bwana tulibarikiwe. Yani manake ni kusema ya kama kila kitu kiote kinachokuja wakati kuna nguvu ambayo iko nakuja, na tena kuna vipimo vingine viko nafuata pembeni ya nguvu ambayo tuko napewa. Najua kwa hiyo wakati ndiyo Roho Mtakatifu anatumika katika njia nyingi. Tunaona watu wanabii wanafanya vitu vingine vikubwa vyenye ambao watu wanaona na macho, vingine ni vya Mungu na vingine viaminike kama ni vya Mungu. Amen. Yote iko katika mchangano moja, lakini Mungu mwenyewe anajua ni kipi chake na kenye ambacho hakina kyake. Lakini kitu cha maana sana kwa siku leo ni kwenda kujifunza sema kwa ajili ya mahovu ama kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi ya watu wengi, upendo wa watu wengi ukaenda kupoa. Amen. Yani uasi katika siku za mwisho. Yesu Kristo yuko nasemea juu ya uasi. Asema watu wataenda katika nyakati ile kuwa watu ni watu waasi, watu wa kutokufuata mapenzi yake. Ni kusema kutokuwa watu watakuwa weko na heshima tena sheria za Bwana. Watu watatembea gisi wanavyotaka wao wenyewe. Watu wataongeza maisha yao gisi wanavyotaka wao wenyewe, wapate kujiongoza wenyewe. Watu watakana hata nguvu ya Mungu, hata haki yake na utakatifu wake, wengi wataenda kuyakana. Na hiyo
Nadhani tukichunguza kama kwa wakati huu tuko katika dalili hizo. Amen, amen. Asema upendo wa kweli kweli katikati ya watu wengi hautakuwemo tena. Upendo wa kumpenda Mungu, upendo wa kumpenda jirani hautakuwemo tena. Na hiyo ikawa alama kubwa ambayo Yesu Kristo alileta, kama tunapoona mambo kama haya, mjue kama ni wakati wa kujiandaa, na mimi niko karibu kuja. Watu watajipenda wao wenyewe, maana kusema kama watu watapenda ulimwengu sana kuliko kumpenda Mungu wao. Watu watapenda vitu vinginevyo, lakini upendo wa Mungu hautakuwepo. Kama vile tunavyoona katika ulimwengu, kuna mambo mengi ambayo watu watambua kama kuna alama moja ya kujipenda sisi wenyewe ambayo imetufanya sisi tumeacha mapenzi ya Mungu wetu. Na hizo zote ni dalili ambazo Mungu alienda kuonesha kama hizi dalili zote zitaenda kufanyika kwa ile nyakati za mwisho. Watu wataachana na kutakuwa mbali hata na jamii ya Kikristo. Yani utaona hata watu wengi watakuwa roho za kumtumikia Mungu. Zamani ilikuwa kanisa inapoitwa sema ni wakati wa kumwabudu Mungu, watu wote wako nakimbilia kanisani. Amen, amen. Watu wote wako nakimbilia kanisani, maana ndiko tutaenda kusikia mapenzi ya Mungu ni nini. Na wakati Mungu akisema neno kwenye kanisa, hata ulimwengu wote, hata mkini yote watu hawakwenda kanisani, hata walisio muamini wanasikia sema kuna sauti ambayo Mungu alisema kanisa fulani, na hiyo wanatega kwa masikio na kujua kama yawezekana Mungu ana kitu ambacho anapenda kukifanya. Bwana tusaidie sana. Lakini kwa hiyo wakati, maana upendo wa kumpenda Mungu uko nenda na poa, watu wengi wanatamani hata kukaa nyumbani, watu wengi wanatamani hata kukaa ku TV, watu wengine wanatamani hata kufanya vitu vingi kuliko kutafuta uso wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Hiyo yote ni alama iko inaonyesha kama upendo wa kumpenda Mungu wetu unaenda uko na shuka katika mioyo ya watu. Na shetani naye kuongeza vitu juu ya kuleta mahitaji ipate kuongezeka. Amen, amen. Watu wanakuwa na mahitaji mengi sana, yani isiyokuwa na mwisho. Ukiangalia hapa kuna hitaji, ukiangalia pale kuna kosa, ukiangalia pale kuna kosa. Na hiyo yote yani ni mbinu ambazo shetani iko naenda nazitia juu ya kufuta wana wa Mungu watoke katika mapenzi ya Mungu wetu. Bwana tusaidie sana. Nani asiyependa kuwa na pesa? Kila mmoja anahitaji pesa. Amen. Na wengi wanafanya hata na makanisa kuiunda tu kanisa, sababu mkubwa ni juu tu ya apate pesa. Wengine wanaofanya maorganismu mkubwa, sababu mkubwa ni apate kujulikana. Sababu mkubwa ni juu ya apate kufuta ni wapi kwenye ataweza kupata pesa. Bwana tusaidie sana. Maana hiyo yote ni njia ambazo shetani iko naenda nazitia juu ya kufanya wana wa Mungu wapate kutia mafikiri kwa ile neno ambayo Bwana aliwahitajia wapate kufanya. Na ndio kwa maana unaona watu wengi wanajitenga na community yao ya kiroho. Amen. Bwana tusaidie sana. Kama mkipenda kujua sema shetani kunafanya kazi, toka hata kwa siku leo anze kuuliza kila mmoja wetu, kwa nini nakufika kanisani? Kwa nini nakufika kanisani? Kwa nini nakufika kanisani? Kila mmoja atakuwa na sababu yake. Amen, amen. Yani hiyo yote sio kutaka kwa wao wenyewe, lakini ni juu ya upungufu wa ule roho walituahidia kama katika siku za mwisho Bwana atamimia roho wake juu yetu. Sasa upungufu wa nguvu ndani yetu ndio ambaye inafanya shetani kumwachana mlango, sasa akafanya watu wameacha mapenzi ya Bwana. Bwana tusaidie sana. Kama tukisoma katika wa Timotheo wa pili 3:1-5 utasikia sasa, utasikia weko unaenda kudeclare gisi nyakati za mwisho zitakuja. Watu watakuwa wakujipenda wenyewe, watu watachukia majamaa yao, utakuwa hivi na hivi, watu watakuwa kujivuna. Yani kuna njia nyingi ambazo katika kitabu cha Timotheo eko na determine vyote vizuri sana, hatua kwa hatua ya dalili zote zitakazofanyika kwa wakati wa mwisho. Nadhani na hivi kila mtu anaenda kuhakikisha kama kweli tuko katika hiyo wakati huo. Amen, amen. Amen, amen. Bwana tusaidie sana. Mimi sijue wakati ambao nitakwambia sema ni wakati gani ambao Kristo atarudi, maana yeye mwenyewe alisema hata mimi pia sijue siku hii. Lakini kinachotupatia ni kusema sasa tutie masikio yetu tusije tukadanganyika
na mafundisho sio kuwa ya kweli, na kuchukuliwa na upendo wa ulimwengu na kuniacha mimi, na baadaye tukutanike ya kama tuko mbali na mapenzi ya Mungu wetu. Bwana tusaidie sana. Na ndio kwa maana katika kitabu cha Ufunuo 2:4, yani Mungu Yesu Kristo akaenda kuditapia kanisa la Efeso, ninaona upendo wenu, mko watu ambao hawasimame mambo mabaya, amkuwa anasikia furaha wakati mtu anafanya kitu kingine, lakini niko na kitu kimoja ambacho niko kontra na nyinyi. Akawaambia sema kitu kikuu ambacho niko kontra na nyinyi ni juu nini, mnaacha upendo wa kwanza, mnaenda kuacha. Amen, amen. Yani watu wengi katika wakati huu, wengi wanaenda kuacha upendo ambao walioanza na Mungu wao. Awafurahie tena ndani ya Yesu Kristo, awasikie katika presence ya Mungu kama ni nafasi ambayo anaenda kukutana na Mungu wetu, ni nafasi ambayo anaenda kuongea na Mungu wako. Maana wengine wanajifanya kama vile ni sehemu ambayo labda sina na wakati na kitu kingine cha kufanya, basi acha niende kanisani, tutaimba nyimbo na itasikika vizuri, sasa nipitishe wakati na kisha baadaye niende kwa activities zangu. Mahali hapa ni mahali pa kukutana na Mungu wetu. Na njoo kwa maana sio vizuri kuacha upendo ambao Kristo alianza na wewe katika maisha. Kumbuka siku ambayo ulikutana na Yesu Kristo, wakati ambao ulimkubali Yesu Kristo, ulisikia namna gani katika moyo wako? Ulikuwa na hamu ya kufanya mapenzi ya Mungu, ulikuwa na hamu ya kuencourage watu wengine wafanye kazi ya Mungu. Lakini kwa wakati juu ubaya unaongezeka katika ulimwengu, na uko telema difficile hata kuleta formula ya kuvumbula vya Mungu na visivyokuwa vya Mungu ni vya wapi. Maana kunakuwa mchangano mkubwa sana. Kutambua kama hivi ni vya Mungu na hivi ni vya shetani, inaomba mtu ambaye mwenye kujasa Roho Mtakatifu apate kuelewa sema hiki kitu kinachofanyika sio mapenzi ya Mungu tena. Bwana tusaidie sana. Kila mtu yuko na sababu yake. Kuna wengine wapende kuonywa, hata kuambia acha vile, fanya hivi, fanya hivi. Hii ndio ambayo katili Mkristo anapasha kuwa. Maana juu ya uovu umeshaongezeka na vitu mbalimbali vimeshaongezeka, sasa watu wanakuwa na mioyo migumu, wanaanza kuchanga vitu vya Mungu na vya dunia pamoja. Bwana tusaidie sana. Na njoo kwa maana Kristo alikuwa anapenda kuwajulisha mitume kama mkumbuke siku za mwisho dalili kuwa mtakazoziona, hakutakuwa tu paka vitu vingine kuona hiyo vita mnaona ndio, lakini kutakuwa na watu wengi upendo wao kunipenda mimi utaenda kupunguka. Bwana tusaidie sana. Upendo wa kumpenda Mungu unapunguka ndani ya kanisa ama ndani ya community tuko na ikala, yani tunaanza kuishi katika community ambayo iko naangalia huyu anafanya nini, huyu anafanya nini, ule anatenda nini, ule anatenda nini. Na sasa na njoo inisha kuwa msukumo mkubwa ambao shetani anapeleka ulimwengu katika njia hiyo. Lakini upendo wa kupenda jirani unamhesabia kama vile ndugu yako, dada yako, kaka yako, baba yako, mama yako. Hiyo upendo unafanya nini? Unaanza kutoweka katikati ya mioyo ya watu. Na hiyo hali ya kutengana, hawa walitoka huko wanafanya hivi, biko naenda naongezeka. Amen, amen. Nani alikuwa anafikiria sema Marekani kutakuwa discrimination mu Amerika? Hakuna mtu alikuwa anafikiria sema kutakuwa siku moja mu Amerika tu watu wako na discriminate. Lakini nchi ilikuwa ya utofauti. Na watu walikuwa wanakuja sema ukienda Marekani hata unatoka wapi, ukishafika kule unakuwa mwenyeji wa nini? Mwenyeji wa nchi. Lakini siku ya leo nadhani kuko mambo mengine kuna semeka. Bwana tusaidie sana. Hizo zote ni dalili ziko naonesha ya kama kuja kwa Kristo kuko na karibia. Fasi palikuwa fasi pa kukimbilia, panakuwa sasa ni fasi ya moto. Amen, amen. Maana mjua sema hata wakati wa kale kulikuwa miji ambayo Mungu alikuwa anaandalia juu wale wa Israeli wawe pale. Lakini kwa wakati mwingine tena kunakuwa tena mapigo makubwa ya kuwavuruga mahali pale na kuwatosha na kuwapeleka sehemu nyingine. Bwana tusaidie sana. Na hiyo yote iko inaonyesha kama ni alama ya Yesu Kristo ambaye iko nakaribia. Eko napenda kuona namna gani tutachunga upendo wa kumpenda yeye, jinsi tulivyotembea naye kuanza mwanzo mpaka mwisho utakapokuja. Amen, amen. Bwana tusaidie sana. Tusije tukapatikana katika dalili hizi. Tuzitambue
lakini tuonekane kama vile wasoja ambao wakupigana juu sisi wote tusikutaniwe tumechukuliwa na mwovu shetani na kisha tuukose ufalme wa mbingu. Amen, amen. Hii ni wakati ambao tunapasha kuhakisha huo upendo wa kumpenda Yesu Kristo urudi katikati yetu. Hii ni wakati wa kutafuta upendo wa Mungu upate kurudi katika wana wa Mungu. Amen, amen. Kama moto unaanza kuzimika, kwa kuweza kusema moto upate kuendelea kuwaka ni kusema kuchochea, kuongeza hapo tena moto. Amen, amen. Upendo ni kitu kinapenda kuchochea. Bila kukichochea, nadhani itaonekana haitakuwa na nguvu tena. Hii ni wakati waliokuwa na nguvu wawe na uwezo wa kuchochea upendo upate kuendelea kila wakati wote. Amen, amen. Na ndio kwa maana katika kitabu cha Ufunuo eko nawaambia akisema, kumbuka mahali ulipoanguka, tubu na upate kunirudilia. Amen. Kumbuka mahali ambapo uliacha njia ya Bwana. Ni sehemu kani ambayo inaanza kupunguza upendo wa Mungu. Utubu na upate kumrudilia Mungu wetu. Bwana tusaidie sana. Tunapenda kutembea katika kanisa hili liko naonekana ni kanisa la wana wa Mungu, wana wa baba moja, wanaofanya kazi kwa nia moja na kwa upendo. Amen. Amen, amen. Kwa mfano ni upatie tu mfano mkuu ambaye kunaonesha sema dalili za mwisho zinafika. Kama mimi nikifanya kibaya kwa hiyo wakati, nadhani mambo yote mazuri niliyoyatenda nyuma itapotea katika siku hiyo moja. Amen. Kwa hiyo wakati huo watu watasema, unaona ule mchungaji ule, unaona ule mchungaji ule. Hiyo wakati alishakuwa hivi. Ndio vitu wanafanya, yani mambo yote mazuri uliyofanya fanya nini? Itatupwa pembeni. Lakini itasemwa mingi ni nini? Ni ubaya ambao nimekosa kwa siku moja. Bwana tusaidie sana. Mnajua sema na sisi wachungaji tunakosaka. Lakini ubaya utaweza kuongezeka, unakuwa multiply sana zaidi ya mambo makuu ambayo Mungu alitenda pamoja nasi. Bwana tusaidie sana. Na hiyo ndiyo hali, kama hiyo hali ikipatikana katikati ya wana wa Mungu, na hapo ndipo shetani afanye nini? Kuingia. Wana wa Mungu ni watu wanaoelewa ya kama wakati ndugu wanapoanguka, udhaifu unamfikia, acha tumsaidie apate kusimama mara tena. Amen, amen. Wakati ndugu wanakosa katika njia ingine, umshauri kwa upendo, umrudishe, sema ndio, najua baba mama ulikuwa unafanya kazi ya Mungu, lakini naona hapa sasa hapa niliona kama vile hapa pato pa hii sehemu palikosea. Rudia, kweli ndugu yangu, na mimi nilikosa. Mungu anisamehe. Amen, amen. Hiyo ni hali ya watu ambao waliokuwa na upendo wa kuokoa watu katika siku za mwisho, ili watu wasije wakapotea. Bwana tusaidie kwa hiyo wakati, ili tupate kusimama imara, tudumu katika upendo wa Mungu wetu. Tufanye mapenzi ya Mungu wetu kishikana mkono kwa mkono. Kwa kila yeyote kunafanya kazi ndani ya kanisa, tushikane mkono kwa mkono, tukitiliana moyo. Amen, amen. Maana kutiliana moyo kutatufanya sisi kuendelea. Kuliko hata kulaumu, kuliko kama nini, lakini kuliko kulaumu, tuendelee kutiana moyo ili tupate kufanya kazi ya Bwana. Amen, amen. Amen, amen. Tusiache upendo wetu kupotea. Maana dalili kubwa ambayo kunaonesha ni upendo kupotea. Upendo, yani dunia gisi ambayo watu wanapigana sio ilikuwa wakati wa kale. Ndio watu wa kale walikuwa wanapigana, matajiri watu walikuwa wanapigana, lakini balikuwa kana samehe. Kulikuwa kana watu wa kuomba unisamehe tu, vinaishia pale. Lakini cette fois-ci ni wakati ni ngumi kwa ngumi. Amen. Sio kitu kizuri tena. Ngumi kwa ngumi, unanikosea na mimi nakukosea. Sasa moto unaanza kuwaka. Watoto wako nakomea, wanaanza kujiuliza sasa. Unajua sema na watoto wanakuwa kanajiuliza kupima hata imani ya watu wakubwa, sema sasa hivi vipi viko nafanyika hivi. Sasa watu wanakuwa kanahubiri neno la Mungu, lakini matendo wako nafanya biko natochanganya. Bana tuhubiri mwache hivi, lakini vyenye viko nafanya biko sawa sana vyenye vinatukataza sisi tulifanya. Sasa inaleta mchangano mkubwa sana. Bwana tusaidie sana. Na hiyo yote inatokana maana mwovu shetani anakuja juu ya kuchukua upendo ambao uko na chunga makanisa na chunga watu katika majamaa yao na kuipeleka mbali. Juu utukufu wake shetani upate kuonekana.
lakini kitu kikubwa ni kusema tunaye Yesu Kristo ambaye alitupa mamlaka ya kuweza kumsimamisha katika mipango yake. Bwana tusaidie sana. Na njoo kwa maana kuambia, sema ndugu yangu, usihesabu kila ubaya wote ulifanya wa nyuma. Maana watu wengi wanakuaka wanaanza kujilaumu kwa mabaya alifanyaka nyuma. Usijilaumu mabaya ulifanya nyuma, lakini ufurahie hatua mpya ambayo ilishaanza na Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana. Na njoo kitu kia maana sana, tupate kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Wapendwa, tuamuke kwa hiyo wakati. Siwezekana siku moja mnetukuta tuko paka wachungaji weko humu, tutahubiri, tutaimba nyimbo, tunahubiri. Siku nyingine tena wawili wengine wanaongezeka, na yote ni alama ikonaonesha kama upendo wa Mungu wetu kunafanya nini, uko na poa. Bwana tusaidie sana. Amen, amen. Tuwaombee vijana wetu, tuwaombee wa baba, tuwaombee wa mama, tuache katika mikono ya Bwana. Ile upendo wa kumpenda Yesu Kristo upate kurudi katika mioyo yao, wapate kuendelea kufanya kazi ya Mungu jinsi Mungu alivyowaita. Amen, amen. Kwa hiyo tutasimama wima. Ile ilikuwa tuna exhortation ya kidogo ambayo sio tu mahubiri mkubwa, lakini kwa na exhortation kwa exhorte juu ya kujua kama upendo wa watu wengi unaanza kupoa. Ni wakati wa kusimamisha upendo wote na upate kurudi katikati yetu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tusimame sisi watu wima, tutaingia katika maombi. Na kipande kia kwa tutaenda ni kuombea kanisa lote nzima, kuambia sema Bwana upate kutusaidia. Tunapenda upendo ule wa kwanza ambao watu wake wote walianza nao upate kurudi tena. Watu wampende Mungu, watu wasonge kila wakati tukufanya mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Ingia katika maombi mahali ulipo, omba mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Omba gisi Roho Mtakatifu atukuongoza ili kuombea kanisa lote nzima, kuliacha mikononi mwa Bwana, ili Bwana aturudishe katika mapenzi yake, ili Bwana aturudishe katika upendo wake. Tudumu katika upendo wake mara tena, tufanye mapenzi yake kila wakati wote gisi Bwana alituita kufanya katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mwokozi, mfalme, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo. Tumejua ya kama Bwana kuna wakati mwingi ambao Bwana tumeenda kusikia ya kama upendo wako, kupenda wewe Yesu umeenda kushuka katika